katika ardhi hii inayoonekana kusahaulika huku Vitengeni na vitongoji vyake. Kuna utajiri mkubwa na rasilimali ambazo sasa huenda zikawaponza wenyeji waliotegemea tu kilimo cha mahindi kujikimu. Licha ya kutegemea kilimo hicho ambacho sasa hakitabiriki tena, wananyang'anywa dhahabu na madini mengine ambayo yamegunduliwa yapo chini ya ardhi yao. Watu wa Vitengeni tunataka haki yetu. Tunaomba nini? Haki yetu. Tunataka haki yetu. Haki yetu. Vitengeni mnavyofanya, msikize kwa makini masaibu ya baadhi ya wakazi wa Vitengeni, kaunti ya Kilifi. Nimeona mradi unaendelea, lakini sasa hauna utaratibu. Kwa sababu saa hii tayari venye tunazungumzia, kuna babangu mkubwa mzee Kajilo, pale kwake tayari kumelingwa, na yeye hajajua kama anaenda wapi. Alipewa pesa? Alipewa only 500,000 na ni ekari 6. Na alikuwa wameandikisha na ekari 1. Sasa zote zimembwa ekari 6 zote. Hiyo si ni makosa. Kama mtu kwake ni one plot, apewe pesa kulingana hiyo plot yake. Wakasema wanataka hiyo shamba. Unaona? Hiyo shamba nikaandikisha. Mimi mwenyewe nilikuwa nataka niandikishe ekari 1. Lakini nilipoandikisha hiyo ekari 1, kule ikifika kule ambapo sikaambiwa zote zimeandikwa. Sasa mimi naona kama mzee amedhulumika. Na si hata ni mzee huyo wangu peke yake. Ni kama watu wamedhulumika. Wengi walikuwa wameelewa kile sehemu ambayo utatoa ndio watakulipa. Lakini mwishowe tukajua kuwa nikaona hapo kuna udanganyifu. Mradi huu sasa hivi una kama miezi miwili kufikia sasa. Na tayari mashamba yameanza kuchimbwa. Tuliwakuta wametenga muda wao na kukaa katika mkutano wa kutafakari cha kufanya sasa kuhusu hatma ya makazi yao. Walisema kwamba walikodisha 30 years. Wakapewa 500,000, hizo ni za kukodisha for 5 years. Kwa hivyo wanahesabu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Hiyo ni 500,000, si ndio? Sasa hii miaka 5 hakuna kitu wanapata, hakuna kitu na gain, hakuna hapo. Mpaka mwaka wa 6 ndio unaanza kupata tena 100,000. Na hatujajua watakuja lini. Mkivitenga hivyo, wakazi hawa wanalia ngoa baada ya wengi wao kupoteza mashamba yao kwa mradi mkubwa wa uchimbaji wa madini ya zinc na manganizi. Na kuzangwa kuna manalasha minda. Mimi na kane kuria hu nikisilasha. Honiriho na nikila halasha. Mesita ngokupata kitu mina. Mradi wa Vitengeni unaotekelezwa na Wachina. Vitengeni hivyo. Kwa tamaa ya ahadi za maendeleo, wakazi walikubali kutoa ardhi yao wakipewa kima cha shilingi 500,000 kwa kila aliyekubali kuhama kwa hiari yake. Lakini hiyo pesa nilijaribu kwa mkutano kuambia hii pesa ni kidogo, kwa maana nilifanya hesabu nikasema hii 100,000 kwa mwaka ni kama 8,300 tu kwa mwezi. Wakati huo hawakujua mradi huo ulikuwa ukiletwa na wawekezaji hawa ulikuwa ni mradi wa aina gani. Hakuna mtu ambaye anakuja anatuongoza. Si umeona hapa kina mama. Hiyo mikutano inakuwa hivyo. Lakini sasa hivi unaona wameanza kuongea wenyewe. Vitengeni, hati zao za umiliki wa ardhi zilichukuliwa na mradi wa uchimbaji ukaanza bila mashauriano ya kina. Nataka kuona mikutano yenye uzito, si mkutano temporary. Kwamba leo kumekuwa mkutano, nyinyi njoni na documents muandikwe hivi. Sasa hiyo ni kitu gani? Hii unaona hizi shamba zinaweza kutoka thamani kubwa sana. Lakini only 500,000 siwezi kununua hata kiwanja pale Matanomane. Vitengeni tena. Wengi wanasema walidanganywa wakiahidiwa ajira na maendeleo, lakini walichobaki nacho ni hasara na huzuni. Waliitwa hawa wenyeji, waliambiwa waende na title deed. Na zile title deed zilibebwa original kabisa. Mimi nimetoa pale, sina pahali pengine. Si wao wasema utaniondoa. Sasa wakiniondoa sijui huko nitapata nini. Maana hapo kuna madini. Wanakumbuka zamani kulikuwa na mradi kama huu uliowatenga mbali sana na rasilimali. Pale Dooni palianza mwaka wa 1965. Kulikuwa kuna mhindi mmoja pale. Lakini yule tulikuwa tunamjua alikuwa akisimamia pale, alikuwa anaitwa Sungura, ni Mkamba huyo. Hiyo tuliona kwa maana wakati huo ulikuwa watoto wa shule. Lakini kufaidika kwetu kwa hiyo mining ya hapo Dooni ilikuwa ni uende kufanya kibarua, uokote mawe, upimiwe pale, upewe pesa.
Sijui ni nani ambaye alikuwa amehusishwa pale, hata pale Dooni mpaka sasa sijui mwenye pale ni nani. Huu ni mradi ambao inadaiwa ulipangwa kwa hali isiyokuwa na uwazi na sasa unatekelezwa kwa kifedhuli, wasemavyo wenyeji. Polisi zao wale wanaosimamia ile kazi ni polisi za kufinyilia. Hivi sasa vile ninavyozungumza, kuna wengine ni kama ambao wanafinyiliwa kiasi cha kwamba waweze kushindwa na hiyo kazi ili watoke walete watu wengine kutoka mbali. Na mimi nataka kuomba, nataka kupeana shinikizo. Vitengeni, kama huu mradi utaendelea baada ya mambo yote yamefanywa usawa, 75% itoke hapa Vitengeni. Watu watakaoajiriwa wawe vijana hapa Vitengeni 75%. Ili wale 25% watoke nje. Na kama kutakuwa kuna machinery, kama ni mambo ya udereva, watu watakaofanywa interview na mambo ya udereva, leseni ziko huku vijana hata mimi naongea na leseni. Je, viongozi wa kaunti wamechukua hatua gani katika kuhamasisha jamii ili kuepusha kilio kama hiki kinachosikika kwa sasa Vitengeni? Kupangwe siku, watu waje, public participation ifanywe, baraza itangazwe, watu waitwe. Ili kufanywe evaluation, watu wafanywe, kuletwe value ambaye anaangalia, je, hii nusu eka imebeba madini kiasi gani? Ili mtu alipofidia kulingana na vile mahali pake vile palivyo. Lakini mimi naona haya maneno kama haya yanayotokea, huu ni uonevu. Ni simulizi ya kutenga majonzi na changamoto za jamii ya Vitengeni, ikionyesha jinsi ndoto za maendeleo zinavyoweza kugeuka kuwa masaibu makubwa kwa wananchi wa kawaida. Haya basi, Vitengeni hivyo kwa sasa, lakini haya ndio mambo ambayo wakazi wa hapa wanakumbana nao kwa hivi sasa. Nikiripotia Coco TV, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya Pwani.